BMP TV Professional Update. Habari za wakati huu mtazamaji wetu mpendwa, karibu sana kwenye BMP TV Online, sauti yako ya ukweli kutoka moyo wa Afrika. Ni mimi Bila Pengo Ulwa. Tunakupongeza na kushukuru kwa kuendelea kutufuatilia kila siku kupitia mtandao yetu ya kijamii. Asante sana kwa uaminifu wenu na endeleeni kutunga mkono. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata taarifa zetu mpya mara tu zinapotoka. Na leo tarehe 17 Novemba 2025. Na sasa tuende moja kwa moja kwenye mtasari wa habari zetu za leo. DRC. Katika jimbo la Kivu ya Kusini, taarifa kutoka maeneo ya Bunyakiri, Katana na Kavumu zinaelezea kuongezeka kwa milio ya risasi karibu na maeneo ya pori la hifadhi. Kundi la waasi la M23 limetoa tamko kali kupinga mpango wa serikali wa kufungua tena uwanja wa ndege wa Goma. Kunayo na mengineyo, baki nasi ili kupata kile kinachojiri katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo na dunia nzima kwa ujumla. Habari kamili. DRC. Huko Kivu ya Kusini, wakazi wa maeneo ya Bunyakiri, Katana na Kavumu wameripoti hali ya taharuki kufuatia milio ya risasi inayosikika katika maeneo yanayozunguka pori la hifadhi, hususan karibu na Sivanga na maeneo ya karibu. Taarifa za awali zinaelezea kuwa kundi la wazalendo linaendelea kuelekea katika maeneo hayo kufuatia ongezeko la mvutano wa kiusalama katika eneo hilo. Wakazi wamehimizwa kuchukua tahadhari na kufuata maelekezo yanayotolewa na viongozi wa eneo pamoja na vyombo vya usalama, huku mamlaka zikifuatilia mwenendo wa hali hiyo. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, shuhudia kile kilichotokea katika maeneo ya Bunyakiri. Katika taarifa nyingine, baadhi ya viongozi wa eneo hilo wameripoti mahitaji ya dharura ya mabati ya kujikinga na mvua, wakisema kuwa zaidi ya mabati 200 yanahitajika kila siku kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo hayo ya milimani. Kwa wananchi wanaotaka kutoa taarifa au kupata ufafanuzi kuhusu hali ya usalama, mawasiliano yanaweza kufanyika kupitia namba ya WhatsApp iliyotolewa na wahusika. Ndugu mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, hiyo ilikuwa ni taarifa kamili kutoka Bunyakiri. Tujielekeze Goma. Huko Kivu ya Kaskazini, mvutano wa kisiasa na kiusalama umeongezeka baada ya kundi la waasi la M23 kutoa tamko kali kuhusu mpango wa serikali wa kurejesha huduma katika uwanja wa ndege wa Goma uliokumbwa na changamoto za kiusalama kwa muda mrefu. Katika taarifa yao kwa vyombo vya habari, waasi hao wamesema kuwa serikali ya Kinshasa haina uhalali wa kufungua au kusimamia miundombinu hiyo. Wamesema, na nukuu maneno yao, utawala wa Kinshasa hauna uhalali wala haki ya kutangaza kurejeshwa kwa huduma katika miundombinu ya uwanja wa ndege uliopo katika eneo tulilolikomboa. Baada ya kulihujumu na kulipora kwa makusudi, uwanja huo utafunguliwa tu na M23 na sio Rais Tshisekedi wala mtu mwingine yeyote. Kauli hii imezua mjadala mpana, hasa ikizingatiwa umuhimu wa uwanja wa ndege wa Goma katika shughuli za kibinadamu, kijamii na kiuchumi katika mikoa ya Mashariki. Upande wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo
umesisitiza kuwa miundombinu yote ya kitaifa ikiwemo viwanja vya ndege, barabara na vituo vya mawasiliano inabaki kuwa mali ya serikali kuu na iko chini ya mamlaka ya kikatiba ya rais na taasisi za dola. Maafisa wa serikali wameeleza kuwa hatua za kufungua uwanja wa ndege wa Goma ni sehemu ya mkakati wa kurudisha huduma za kijamii na kiuchumi katika eneo ambalo limeathiriwa na mzozo kwa muda mrefu. Wameongeza kuwa juhudi hizo zinafanywa sambamba na operesheni za kijeshi na za kidiplomasia zinazolenga kurejesha utulivu. Wachambuzi wa masuala ya mzozo wa Mashariki wanasema kuwa kauli ya M23 inaonyesha mvutano unaendelea kuhusu udhibiti wa maeneo ya Mashariki na inaweza kuchelewesha juhudi za kurejesha huduma za msingi kwa raia. Wachambuzi pia wanasisitiza umuhimu wa mazungumzo ya kidiplomasia, kuimarisha juhudi za kikanda na kulinda miundombinu muhimu inayohusisha usafiri, misaada ya kibinadamu na shughuli za kiuchumi. Tunahitimisha taarifa yetu ya habari kutoka katika mji wa Goma. Hali ya uwanja wa ndege wa Goma inaendelea kuwa suala la kiusalama na kisiasa, huku wadau mbalimbali wakisubiri tamko la mwisho kutoka kwa serikali, jeshi pamoja na washirika wa kimataifa wanaofuatilia hali ya mashariki mwa Kongo. Na hivi ndivyo tunafunga kurasa wetu wa habari kutoka hapa BMP TV Online. Endelea kuwa nasi kwa vipindi vingine vinavyofuata. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe kwanza kupata update zetu mara tu zinapotoka. Kwa niaba ya timu nzima ya utayarishaji, ni mimi Bila Pengo Olua. BMP TV Professional Update.